Msemaji wa ikulu ya Urusi Kremlin Dmitry Peskov ameeleza kuwa hali ya kijeshi nchini Ukraini inazidi kuwa mbaya kila siku, jambo linalodhoofisha nafasi ya serikali ya Kiev katika mazungumzo ya kidiplomasia. Peskov amesema kuwa serikali ya Kiev inakwepa suluhu ya amani, huku Rais Volodymyr Zelensky akijaribu kuonyesha Ulaya kuwa yeye ni kiongozi jasiri. Hata hivyo, amesema hali halisi ya vita inapingana na taswira hiyo na hivyo kudhoofisha uwezo wa Kiev kushawishi Ulaya. Msemaji huyo pia amesisitiza umuhimu wa kuendelea na mazungumzo na Marekani ili kufikia suluhu ya mgogoro wa Ukraine na kudhibiti baadhi ya nchi za Ulaya zinazotaka vita viendelee. Je, Kiev na washirika wake watakubali suluhu ya amani au suluhu ya kijeshi pekee ndio iliyosalia? Alihoji Peskov. Rais wa Belarus Alexander Lukashenko amewaonya viongozi wa Marekani akiwemo Rais Donald Trump kutojishughulisha na mpango wa kuuza silaha kwa nchi za Ulaya kisha kuzipeleka Ukraine. Lukashenko aliambia vyombo vya habari baada ya mazungumzo yake na Rais Vladimir Putin kwamba mbinu kama hizo za kuwapa silaha wazungu na wao wazipeleke Ukraine hazipaswi kufanyika. Amesisitiza kuwa haina maana kueleza hadharani mpango kama huo kabla makubaliano kati ya pande zote. Rais huyo wa Belarus pia alikumbusha jinsi silaha zilivyotolewa na serikali ya Rais Joe Biden zilivyowasilishwa Ukraine bila uangalizi na baadaye kudumbukia kwenye mikono ya maharamia. Amesisitiza kwamba ufahamu na maamuzi ya makubaliano kabla kuzungumza hadharani ni jambo muhimu sana. Mpango huo wa Trump unahusisha uuzaji wa silaha wa mabilioni ya dola kwa nchi za NATO, ikiwemo makombora, mifumo ulinzi wa anga na risasi ambazo nchi za Ulaya zinapaswa kuhamishia Ukraine na kurejesha hisia zao kwa ununuzi mpya kutoka kwa wazalishaji wa Marekani.